ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikiwa siku ya leo Ramadhani ya 18 tukawa tunaendelea katika kutaja baadhi ya ayat, baadhi ya tafsiri ya ayat katika Qur'an al-Karim, kwa msururu kuzitaja zile ambazo zimeanza na ya ayyuhalladhina amanu, ambapo tumeanza kueleza umuhimu wa Qur'ani ni yaliyomo ndani yake, kwamba Qur'ani ni kitabu cha haki ambacho la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, hakuna batili katika upande wote wa Qur'an, yote yaliyomo ni ya haki kwa sababu ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni asdaqul qailin, na maneno yake pia ni ahsanu hadithan. Allah ndiye mkweli katika wale wote wanaoongea, na pia maneno yake na hadithi zake ni hadithi njema na ni hadithi bora kuliko hadithi nyingine. Leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutataja an-nida'u ath-thani, mwito wa pili katika mito ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaita waja wake waumini. Na waumini wanaoitwa sehemu hizi zote ndio awliyaullah, ni wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa ni vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Waja wa Allah ambao ni vipenzi wake hawana hofu yoyote wala hawana huzuni kwa chochote. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ni wale ambao walioamini na wakawa wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hawa ndio ambao Allah azza wa jalla katika kila aya tunaposoma ya ayyuhalladhina amanu ndio wanaoitwa, ambao wamefikia katika martaba ya at-taqwa. Kila mcha Mungu ni waliyullah, kila ukiwa na taqwa ni waliyun min awliyaillah, na ukiwa waliyun min awliyaillah basi ni daraja na martaba ambayo ni makubwa. Ndio kwa maana Allah kwa utukufu wake na ukarimu wake akawaita kwa majina yao, yani ni cheo ambako ni kikubwa. Allah huwa amekukusudia katika wale ambao amewaita katika aya zake ya ayyuhalladhina amanu, ikawa wewe ni katika wakusudiwa walioitwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wake na jalali yake na adhama yake. Baada ya kutaja aya ya kwanza, na aya zote hizi zafikia 90 aya zilizoanza ni ya ayyuhalladhina amanu. Aya ya kwanza ilikuwa ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u, enyi mlioamini msiseme ra'ina, lakini semeni unzurna wasma'u, na myasikize kwa makini maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anapowafundisha, kwa sababu Mayahudi walikuwa wakisema ra'ina wanamaanisha kilima kingine cha matusi katika lugha yao ya Kiibria, lakini masahaba wakiwa pia wataka kuwaigiza Mayahudi katika kusema ra'ina, Allah akawafundisha adabu yao baina yao na mtume wao kwamba msiseme ra'ina, kwa sababu hao Mayahudi hawakusudii wema katika kusema ra'ina katika lugha yao ni matusi, bali semeni unzurna, tufanyie ewe mtume polepole darasa zako, au unapotufundisha au kutuongelesha tupeleke polepole ili tuweze kukuelewa. Wasma'u, na mtege masikio vizuri katika darasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapozitoa. Hii ikawa imepita katika kikao cha kwanza. Kikao cha leo biidhnillah ta'ala itakuwa ni aya ambayo ya 153 katika suratul Baqara, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Hii ni sehemu ya pili ambayo Allah azza wa jalla amewaita waumini akawaambia ista'inu bis-sabri was-salah, takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia sala na subra, fanya subra na sala. Ista'inu yani takeni msaada bisabri, kwa kutumia subra
was-sala, na kuwa na unakithirisha na sala. Inna Allaha ma'as sabirin, hakika Allah yuko pamoja na wale wenye kusubiri, wale wenye kusifika na sifa ya as-sabr. Kwa aya hii tutaangalia tafsiri yake katika tafsirul Qasimi, ambaye ni mwanachuoni Muhammad Jamaluddin al-Qasimi. Katika tafsiri yake alivyotafsiri maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala katika mwito wa pili, asema: enyi mlioamini, ista'inu bis-sabri was-salah. Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza waumini wote baada ya kwamba aya iliyopita ilikuwa amewaamrisha na kutoa shukrani, kwamba lazima wanadamu watoe shukrani wanapopata neema ya aina yoyote. Katika aya iliyotangulia, katika aya hii akawaamrisha kutokamana na subra, kwa sababu as-sabru was-sala wash-shukr ni vitu vitatu ambavyo vinaambatana sehemu nyingi katika Qur'an. Mja anapopata neema anatakiwa kuzishukuru, na mja anapopata adhab au ghadab za Allah subhanahu wa ta'ala anatakiwa awe na subra. Akipata neema anashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na akiwa katika hali ngumu, hali nzito, anatakiwa kufanya subra na Allah kutokamana na hali kama ile. Ndio kwa maana ikaja katika hadithi ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam asema: ajaban li amri almu'min, ajabu iliyoje jambo la muumini, inna amrahu kulluhu khair, hakika ya amri yake au jambo lake kadri linavyokuwa huwa ni khairi kwake. In asabathu sarra, ikiwa anapatwa na hali ambayo yenye kumridhisha, yenye kumfurahisha, huwa yuwafanya shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na anapopatwa na hali ambayo yenye dhiki, anakuwa na subra mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yote hayo yakawa ni khair. Akipatwa muumini na hali ambayo yenye dhiki, huwa ni khairi kwake. Akipatwa na hali ambayo ni furaha, pia huwa ni khairi kwake yeye. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutaja hali hizi akaeleza ya kwamba vitu gani ambavyo mtu anavitumia katika kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na jambo lako ukataka Allah akusaidie, unafanya mbinu gani ili Allah akusaidie? Katika masaib unatakiwa uwe na subra na as-sala. Swali na kuwa na subra. Sala ina nafasi yake ambayo nyote mwaijua. Kila mmoja yajua nafasi ya sala. Adamu ni Muislamu, swala yakaririwa mara kwa mara katika wa'dhi, katika khutub al-Jum'a, mtu kwa mwingine, watu wananasihiana kuhusu swala, baba kwa watoto wake, mama kwa watoto wake, mtu kwa ndugu zake. Swala kila mmoja miongoni mwetu inakariri jambo lake kwamba ni wajib, ni jambo ambalo hatakiwi mtu kuacha, na ikiwa ataacha, baadhi ya ulama wasema kwamba mtu huyo ni kafiri kwa hali yoyote, hata kwamba ni hali ya uzembe. Baadhi ya ulama wanasema hata kama ni hali ya uzembe, ukiacha swala anta kafirun. Kwa hiyo Allah akatueleza kuhusu swala na subra pia. Subra ni kuhimili nafsi na kuizuia nafsi. Habsu nafsi ni kuizuia nafsi katika kutokufanya yale ambayo yatamghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala unapofikia katika hali nzito. Kwa hiyo kule kuizuia nafsi na kuifanyia habsi ndiyo sabri ambayo imekusudiwa katika aya Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kwa hiyo watu watake msaada kwa kufanya subra na kusali. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in, na jambo hili ni kubwa illa kwa wale ambao al-khashi'in, kama pia ilivyokuja katika hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana idha hazabahu amrun salla, alikuwa anapokuwa na jambo ambalo lenye kumsumbua yuakimbilia katika sala. Akikutana na mtihani, akikutana na hali ambayo ya dhiki, yuakimbilia mwanzo kabisa katika sala, kabla hujaanza kumueleza jirani yako, kumueleza bosi wako, kueleza mtu wako wa karibu. Kwanza kabisa utakiwa uende kumshtakia Allah subhanahu wa ta'ala. Usali kabla ya kufanya chochote unapofikiwa na hali ya mitihani. Na hii ni kwa sababu sabri iko katika sampuli mbili. Sabri iko katika sampuli mbili. Aina ya kwanza, sabrun ala tarki al-maharimi, ala tarki al-maharimi wal atham. Ni mtu kuwa na subra kwa kuacha madhambi na mambo ya haramu. Pia ulama wengine wanasema sabru ala thalatha, ni sabr mtu kujizuia nafsi yake kutokufanya maasi, kujizuia nafsi yake kutokuendea yale ambayo Allah azza wa jalla amemharamishia,
yale ambayo ni ya madhambi. Unapojizuia nafsi, kwa sababu nafsi imeumbwa kutaka mambo ambayo ni ya haramu. Kwa maana imekuja katika hadithi nyingine kwamba pepo imezingishiwa mambo ambayo ni yani ya almakari, mambo yenye kuchukiza, na moto huffat bi mambo ambayo ni yani yenye kupendeza, mambo ambayo mtu yaona kwa macho yake ni mazuri. Haya ndio yalozingirishiwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nafsi yako itakuwa yataka kufanya mambo ya haramu na inayependekeza mambo ya haramu. Kwa hiyo unapoizuia nafsi, hii ni aina ya kwanza ya subra ambayo Allah azza wa jalla amekuamrisha. Kisha aina ya pili, as-sabru ala fi'li at-ta'ati wal-qurbati, ni kufanya subra katika kufanya mambo ambayo ni mazuri, mambo ambayo ni taa, mambo ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia yataka subra, yani kusali kutaka subra, kutoa zaka kutaka subra, kuamrisha watu wako na mambo ya khair yataka subra. Kila kitu ambacho cha khair yataka subra. Ukianza katika tauhid, katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, yani tukiwa tuishi katika zama ambazo shirki imekithiri, uzushi umekithiri, unapokuwa wewe umejitenga na watu ambao wanamaasi Allah azza wa jalla kwa kumshirikisha, kwa kufanya bid'a, ukajitenga na wao, ukafanya taa kumwahidisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri inavyotakikana, wewe unakuwa takiwa uwe na subra katika jambo kama hilo. Sala takiwa uwe na subra. Kuamka asubuhi si jambo ambalo la mchezo. Kuamka asubuhi ukaacha kitendo chako, ukaacha usingizi wako lillahi, kwa ajili tu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo ambalo pia lataka subra. Hali kadhalika kutoa zakka, kufanya haji, kufunga saum inataka subra. Kila kitu kinataka subra katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mwanadamu utakuwa huna subra, hutoweza kufanya taa yoyote, hutoweza kufanya qurbati ya aina yoyote. Kisha sampuli ya tatu katika subra, as-sabru ala al-masaib wan-nawaib, ni kufanya subra unapofikiwa na hali za dhiki na hali za misukosuko. Qadari za Allah azza wa jalla ambazo ni zenye kukuchukiza, qadar za Allah azza wa jalla ambazo si zenye kukufurahisha, ukafiliwa na watu wako, ukapoteza mali yako, hivi vitu vyote vikawa ni katika mipangilio ya Allah azza wa jalla ambayo haikukufurahisha, unatakiwa uwe na subra, ujizuie nafsi yako katika yani kutokutamka au kutokufanya yale ambayo Allah azza wa jalla amekukataza. Hizi ni aina tatu za subra. Kwa Allah anatuambia kwamba mkitaka kuomba msaada Mola wenu, basi jikurubisheni kwake yeye na kutaka subra, jikurubisheni kwake yeye na kufanya subra na kufanya sala. Ndio kwa maana Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi akasema katika kitabu chake akiita as-siyasatu shar'iyya, akasema wa a'zamu 'auni liwali al-amri khassa wa lighayrihi 'amma thalathatu umur, mambo ambayo ni makubwa yenye kumsaidia mtu kiongozi khasa na kwa watu wengine amma, ni mambo matatu. Mambo matatu yenye kumsaidia inakuwa katika fi'aunihi na kwa watu wengine pia. Jambo la kwanza ni ikhlas. Lazima mtu awe na ikhlas katika mambo yake yote anayoyafanya, hasa kiongozi na raia pia wanatakiwa wawe na ikhlas katika mambo yao na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaka dua kwake yeye na kutokumshirikisha na chochote. Wa aslu dhalika almuhafadhatu ala as-salati bilqalbi walbadan, na asli katika hilo ni kuhifadhi mtu swala zake kwa moyo wake na kiwiliwili chake. Sababu swala yaanza bil azm, azima, unatia azma kwamba wataka kusali sala, alafu pia azma ile unaisadikisha kwa ulimi wako na viungo vako. Unapotilia nia ya kusali, yani mtu yuanza kutenda amal katika moyo wake, alafu moyo unasadikishwa na ulimi wake na viungo vyake. Unapokuwa umesimama sasa waanza kusali, hiyo ndio tasdiqu ma fi qalbik. Kisha jambo la pili ambalo ni muhimu kwa kiongozi na wengineo, al-ihsanu ila al-khalqi, ni kufanyia wema walimwengu bin-naf'i wal-mali alladhi huwa az-zakah, kuwafanyia wema katika kuwapa, kuwanufaisha na mali ambayo ndio az-zakah. Ama jambo la tatu, as-sabru ala al-adha min al-khalqi wa ghayrihi min an-nawaib, lazima awe na subra
kutokamana na udhia ambao ataupata kwa viumbe, na awe na subra kutokamana na hali nzito ambazo atakutana nazo. Yani yule kiongozi lazima ataudhiwa na viumbe, lazima ataudhiwa na wenzake, lazima atapata hali ambazo zenye kumchanganya kwa kiongozi na kwa mtu mwingine. Kwa hiyo atakuwaje? Anatakiwa kuwa vipi? Anatakiwa kufanya subra. Ndio kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala sehemu nyingi katika Qur'ani anashikanisha baina ya sabr was-sala, au anaambatanisha baina ya as-sala was-sabr, kama ilivyokuja katika aya ambayo tumetangulia kuisema, wasta'inu bis-sabri was-salah. Na mfano aya nyingine, wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl, kwamba simamisha sala katika ncha za mchana, mwanzo wake na mwisho wake, wa zulafan min al-layl, na katika nyakati za usiku, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, hakika ya wema huondoa uovu, dhalika dhikra lidh-dhakirin, huu ni ukumbusho kwa wale wenye kukumbuka na kuzingatia. Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, na kuwa na subra sababu Allah azza wa jalla hapotezi yani ujira wa wenye watu ambao ni wema, watu ambao ni wema. Na mfano mwingine Allah asema, fasbir ala ma yaqulun, fanya subra ewe mtume wetu kwa yale ambayo wanayosema makufaru Quraysh na wengineo katika almustahzi'in. Fanya subra kwa yale yote wanayosema. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha, na pia hakikisha umemsabbih Mola wako, yani umesali kabla ya kuchomoza kwa jua na kabla ya kuzama kwa jua. Wa amma qiranuhu baina as-salati waz-zakati fi al-Qur'ani fakathirun jiddan, na pia Allah sehemu nyingine ameweka baina ya sala na zaka, na yani ni sehemu nyingi sana Allah tuamrisha kwamba tusali na tutoe zaka. فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية, ikiwa watu watasimama katika kutenda sala kisawasawa inavyotakikana na kutoa zaka na kuwa na subra, wakafanya hivi kisawasawa, basi hali ya ar-ra'i wal-ra'iyya, yani kiongozi na raia wake, itakuwa ni sawa sawa. Yani watu wakitaka mambo yao yaende sawa, miji ipate yani izdihar, miji ipate kuendelea kwa imani na takwa na salah, wanatakiwa mambo haya matatu kufanya nini? Kuyahakikisha, kusimamisha sala na kutoa zaka na kuwa na subra katika hali zao zote. Mwanadamu anapoyajua haya, idha arafa al-insan ma yadkhulu fi hadhihi al-asma' al-jami'ah, ikiwa mwanadamu atajua mengine ambayo yataingia katika majina haya, yadkhulu fi as-salati min dhikri Allah ta'ala wa du'aihi wa tilawati kitabihi wa ikhlas ad-din lahu wa tawakkul alayhi, yani katika haya mambo matatu panaingia ibada nyingine zote. Kama mfano katika sala, ukisema sala inaingia dhikri, inaingia dua, inaingia tilawatul Qur'an, inaingia ikhlas ad-din, inaingia at-tawakkul. Na katika zaka pia kuingia ihsan, kuwafanyia ihsani viumbe kwa mali na kitu chochote kitakachokuwa ni chenye kuwanufaisha, katika kuwanusuru waliodhulumiwa baadhi yao wenyewe kwa wenyewe, na kuwasaidia wale ambao almalhuf, wale ambao hawajiwezi, wa qada'i hajati almuhtaj, na kukidhi haja za wale wanaohitajia yani kukidhiwa haja zao wale wahitaji miongoni mwao. Haya yanaingia katika az-zaka. Yani ukifanya az-zaka katika maqasid az-zaka ni kwamba kufanya ihsani kwa viumbe, kunusuriana baadhi yao wenyewe kwa wenyewe, kusaidiana, kukidhiana haja zao wenyewe kwa wenyewe. Na katika sabri kwa mfano kunaingia ihtimalul adha, mtu kusubiri anapokuwa na udhia, anapofikiwa na udhia wa aina yoyote, wa kadhmul ghaidhi, na kuficha hasira, wal afwu 'anil nas, na kuwasamehe watu, wa mukhalafati alhawa, na kukhalifiana mtu na hawa za nafsi yake, wa tarki ash-sharri wal batar, na pia mtu kuacha shari na yani na kiburi, kuacha shari na kiburi. Haya yote yanaingia katika yani as-sabr. Kwa kupitia mambo haya matatu ibada zote za waumini zinaingia ndani yake, kupitia sala na zaka na subra, sala na zaka na subra. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala vitu hivi akawa yuviambatanisha, yuwavishikanisha sehemu mbalimbali katika Qur'an. Kwa hiyo Imam Ibn Taymiyyah katika asiyasatu shar'iyya
akaeleza sababu ya ar-ra'i wal-ra'iyya, yani kiongozi na raia wake vitu gani wakivifanya yasluhu dinuhum wa dunyahum, yani dini yao na dunia yao na hali zao za kimaisha, yani hali za kimaisha zitakuwa ni zenye kuwa na izdihar, watasonga mbele katika hali zao zozote. Kisha mwisho tumalizia na Allah aliposema inna Allaha ma'as sabirin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale wenye kusubiri. Je, Allah yuko pamoja na wenye kusubiri kwa dhati yake? Kwa sababu wenye kusubiri ni viumbe wake, yuko pamoja nao kwa dhati yake, au upamoja huu uliokusudiwa ni upi? Asema Imam Ibn Taymiyyah katika sharh hadithi an-nuzul, akasema lafdhul ma'iyyati fi kitabillahi jaa 'amma. Lafdhul ma'iyya sehemu nyingine katika Qur'an imekuja 'amma, kama mfano aliposema wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yuko pamoja nanyi popote mtakapokuwa, na mfano wa kauli yake Allah azza wa jalla aliposema ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, hawa watu ni wenye kunongonezana na kuongea kwa sauti ya chini wakiwa ni watatu, ila Allah huwa ni wanne wao, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, mpaka mwisho illa huwa ma'ahum aynama kan. Hii imekuja kwa amma kwamba watu wote Allah yuko pamoja na wao, na hili halijalishi ni waislamu au ni makafiri, yani watu wote Allah yuko pamoja na wao, kwa sababu amesema huwa ma'akum aynama kuntum, yani popote mtakapokuwa Allah atakuwa na nyinyi. Kisha ikaja sehemu nyingine lafdhi ya ma'iyya ya umoja wa Allah na viumbe wake, hasa kwa watu ambao maalum, kama alivyosema inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun, Allah yuko pamoja na wale ambao ittaqaw walumcha, wal ladhina hum muhsinun, na wale ambao ni wenye kufanya wema. Na mfano wa kauli yake akimwambia Nabiyullah Musa akiwa na Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara, alipomwambia Musa kwenda kwa Firaun, kisha Musa akataka Harun awe pamoja na yeye, Allah akamwambia idhhaba, nendeni, innani ma'akuma asma'u wa ara, mimi nitakuwa pamoja na nyinyi, nitakuwa naona na nitakuwa nasikia. Kwa hiyo Allah yuko pamoja na waumini, Allah yuko pamoja na watu wema. Kisha katika aya nyingine pia sema la tahzan inna Allaha ma'ana. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia sahibi yake Abi Bakr wakiwa watoka katika mji wa Makka waelekea katika mji wa Madina, wakiwa wamejificha Makuraish wakitaka kumfanyia ubaya, Mtume akamwambia sahibi yake inna Allaha ma'ana, usiwe na huzuni, hakika Allah yuko na sisi. Kwa hiyo ni ma'iyya khassa, na ile ya kwanza ni katika ma'iyya al-'amma. Zote hizi zimekuja katika Qur'an. فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. ingekuwa dhati ya Allah ndio iliyokusudiwa, kwamba Allah kwa dhati yake yuko na kila mtu, yuko na kila kitu, basi ingekuwa kuna tanaqub, ingekuwa kuna kukhtalifiana kwa maneno au kutokwenda sawa sawa katika maneno, ingekuwa sio sawa, sababu ashataja kwamba yuko na watu wote, kisha sehemu nyingine ametaja kwamba yuko na watu maalum, wale wema wanaomcha yeye. Kwa hiyo ingekuwa imekusudiwa dhati yake, ingekuwa katika maneno haya pana tanaqud. Fa innahu qad alima anna qawluhu la tahzan inna Allaha ma'ana arada bihi takhsis nafsihi wa Aba Bakr duna aduwwihim min al-kuffar, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia sahibi yake inna Allaha ma'ana, alikuwa amekusudia kwamba Allah yuko na sisi, yani yuko na sisi mimi na nani? Mimi na wewe sahibi yangu, na hayuko pamoja na makafiri. Kwa hiyo aya hii itakuwa yapingana na aya ile ambayo Allah yosema yuko pamoja na nyinyi, kwa sababu haikukusudiwa dhati yake. Ingekuwa kusudiwa dhati yake, zingekuwa aya hizi zapingana. Kwa hiyo lafdhul ma'iyya ليست في لغة العرب ولا في شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. sio kwamba lafdhi ya ma'iyya Allah akisema yuko pamoja na watu fulani, yuko pamoja na kitu fulani, sio lazima iwe kuna ikhtilat, yani wao wako pamoja kwa dhati. Katika Kiarabu na katika Qur'ani haikuja maana hiyo moja kwa moja, kama ilivyokuja katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kauli ya Allah aliposema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu.
Muhammadun ni mtume wa Allah na wale waliokuwa na yeye. Na mfano wa kauli yake aliposema fa ulaika ma'al mu'minin, hawa watakuwa pamoja na waumini. Fa ulaika ma'al mu'minin. Wa qawlihi ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, Allah amesema pia mcheni Allah na muwe pamoja na wale wasema ukweli. Wa qawlihi wajahadu ma'akum wa mithlu hadha kathirun. Ikawa haiwezekani kwamba wa huwa ma'akum iwe yakusudiwa Allah yuko pamoja na waja wake kwa dhati yake, kwa sababu hii yapingana na aya nyingine ambazo zinasema kwa hususia kwamba Allah yuko pamoja na wale wacha Mungu peke yao, kwa sababu hakukusudia dhati bali amekusudia nini? Amekusudia yani muqarana ambao lam yunafi dhalika uluwahu ala arshi, muqarana ambao bil ilmi wal qudrati was sultan. Muqarana unaokusudiwa na umoja unaokusudiwa ni kwa ilmu na uwezo na ufalme. Allah akisema ya kwamba wa huwa ma'akum, bimaana yuko na nyinyi katika ilmu yake wala si katika dhati yake, kwa sababu dhati yake mwenyewe yuko wapi? Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, yuko juu ya arshi yake, amestawi juu ya arshi yake. Kwa hiyo hayuko pamoja na waumini. Kwa hiyo inavunja itikadi ya kusema ya kwamba Allah fi kulli makan. Lau kaulizwa wewe Allah yuko wapi, ukisema Allah fi kulli makan, utakuwa umekosea kiitikadi. Sababu itikadi ya sawa Allah yuko wapi? Allahu ala al-arshi istawa, na haikuwa inaendana na utukufu wake na jalali yake na adhama yake Allah kuwa sehemu zote. Haiwezekani, sababu sehemu zote kuna sehemu ambazo za najisi, kuna sehemu ambazo hazifai, haziendani na utukufu wa Allah kwako. Kwa hiyo ikawa sisi katika itikadi ahlus sunna wal jamaa, itikadi ya wema waliotangulia kwamba Allah ma'a ibadihi biilmihi wa qudratihi wa sultanihi, na ikisemekana kwamba Allah inna Allah ma'a as-sabirin, Allah yuko pamoja na wale wenye kufanya subra, haiyamaanishwa yuko pamoja na wao kwa dhati yake, la, bali yuko pamoja na wao katika kuwasaidia na kuwatia nguvu na kuwanusuru. Allah yuko pamoja na waumini na watu wema kwa kuwasaidia na kuwatia nguvu na kuwanusuru. Hii ni katika upande wa aqida kuhusu inna Allah ma'a as-sabirin. Kwa tumeona kwamba kuna maia amma na maia khassa, na zote zimekuja katika Qur'an, na maia iliyokusudiwa katika Qur'ani ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ma'a ibadihi biqudratihi wa ilmihi wa sultanihi wa ta'yidihi wa nusratihi. Hii ndio itakuwa ni aya ya pili. Asema Allah azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ista'inu, takeni msaada kwa Allah bisabri, kwa kutumia as-sabr, yani kwa kuwa na subra katika mambo yenu, was-sala, na kufanya sala kwa wingi. Inna Allah ma'a as-sabirin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale wenye kusubiri kwa kuwatia nguvu na kuwanusuru na kuwapenda, wama ila ghairi dhalika. Na mpaka hapa nafikiri tutakomea, tutaendelea na aya nyingine inayofuata katika suratu al-Baqara, aya 172 inayosema ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe na ilmu na atupe khair katika dunia na katika akhira, na yuslih lana azwajana wa dhurriyyatina innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا وجزاكم الله خيرا.